Naam. Karibu tena wasikilizaji wetu wa Tanganyika FM, mahali popote pale ambapo mnapoendelea kututegea sikio. Tunasikika kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mikoa mingine ya nchi hii. Pia tunasikika kutoka nchi mbalimbali za bara la Afrika na huko Ulaya. Jina langu mimi niite Eloch Lubwela Jean de Paxson, ambaye nakuletea makala ya siku ya leo ambayo itaangazia habari mbalimbali za mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo inakumbwa hasa na vita vya M23 wanaosapotiwa na nchi ya Rwanda pamoja na wazalendo wanaosapotiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi nakusipate kusikiliza ripoti hii ambayo nakuandalia kwa siku ya leo, kwanza mwanzo hadi mwisho. Karibu. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Hali ya kiusalama endelea kuwa tete ndani ya tarafa la Fizi na mji wa Bukavu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwanzoni mwa wiki hii. Tariki 31 Machi mwaka 2025 ndani ya tarafa la wanamgambo wa Twirwaneho na wale wa Ngomino wanaosapotiwa na M23 AFC yake Bertrand Bisimwa na Corneille Nangaa walishambulia vijiji vya Lusoko na Wamlema katika Nyanza za Juu tarafani Fizi. Vita hivyo vilisababisha raia wengi kuhama makazi yao, zaidi wale wa kijiji cha Mienge, Alelenge, Akuku, Ichanga. Wasiwasi pia iliingia ndani ya kijiji cha Kafulo, Ananda na Ichula. Matokeo ya vita hivyo vya Twirwaneho Ngomino walishambuliwa na wanajeshi wa wazalendo wanaosapotiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Wazalendo hao walipiga adui na kumtoa Lusoko na Wamlema hadi kumfikisha maeneo ya Mikenge. Za wazalendo zilibaini ya kuwa kuna baadhi ya mateka wa Twirwaneho waliotekwa mateka katika vita hiyo, mkiwemo raia wa Rwanda, Uganda na Wakongomani pia. Duru za mashamba ya vita limetueleza ya kuwa majeraha ilitokea ngambo zote mbili baina ya M23 na wale wazalendo. Ifahamishwe ya kuwa tarafani Fizi, Twirwaneho, Android na Ngomino wanashikilia kijiji cha Mikenge, Minembwe na Bibokoboko ni ndani ya tarafa la Fizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Raia mmoja kutoka huko Lusoko na Mienge, akiwa tena mfanyabiashara, anatueleza hali halisi ya vita hivyo. Vita hivi vilitokea kutoka kule Minembwe. Basoda ba M23 na Twirwaneho na hapa banani bali wa Burundi wenyewe wanachangia na Twirwaneho. Reji Tabaro napenda kusema. Balipenda kushuka huko kwa mlima, bakamate kwa mlima porque kutafuta vyakula na kufanya remnyo yabo ya kule Bibokoboko. Njoo Jostif. Hapo kushuka kule balikutana na wazalendo kule wenyewe walikuwa kule yulu, bakaanza pigana masase mpaka haji hivi. Uvile vita nadhani wazalendo pamoja na FARDC ilifaulu kidogo. Kuna taarifa ambazo zinasema wako Mikenge na Bibokoboko. Hizo ni taarifa za kweli? Ile ni kweli, bamoja viko Mikenge, vingine viko Bibokoboko, vingine viko Minembwe sana. Ndio maeneo yao. Sasa baada ya kushika maeneo hayo, wazalendo wanashikilia maeneo gani? Wazalendo viko fasi yenyewe viko naita Kakangala, Lusuku na mpaka kwa mlima. Sasa maisha ya raia kwa sasa ikoje? Raia inaathirika sana. Kwanza raia ya Lusuku, raia kwa mlima, raia ya Kakuku, bote wanakimbilia na mpaka hivi watoto wa moja walishakuwa wagonjwa. Majalao njoo iko ngambo na ngambo, majalao iko ngambo yetu, kuna majalao ngambo ya Banyamurenge, kuna majalao njoo hii. Upande wa raia kuna raia ambao wameumia na risasi? Kuna raia mmoja wenyewe tulisikia anarumia na risasi na mwenyewe tuliona mpaka hivi angali kumatunzo. Kama wewe mkaaji wa Wamlema na Lusoko ambao naishi maeneo hiyo, tena mfanyabiashara, ulipitia vita hivyo ukaona magumu, nini ombi lako kwa serikali mdau? Ombi yetu ya serikali ni kusema ifanye hima, itengeneze hivi vitu wenyewe viko muabi. Na bafanye hima batoshe hii M23 katika maeneo haya yenyewe tuko muaji. Ndio ombi langu kwa serikali. Na basaidie raia yenyewe lipata magumu. Kwa hivyo langu la mwisho kusema
serikali tusaidie tumalize mizozo yenyewe tuko nayo huko kwetu kwa mlima mpaka Lusuku mpaka kule kumlima. Na kushukuru kwa muda wako. Asante. Eneo la Bukavu ni kwamba wazalendo wanaoongozwa na Jemedari William Amuri Yakutumba pamoja na wale mtetezi Kibukila Waseba na Goma Nzito pamoja na Foka Mike waliwasha moto ndani ya maeneo ya Nyatende na Nyangezi, ni umbali wa kilomita 13 kaskazini na mji wa Bukavu kati. Eneo la Toyota katika maeneo hiyo, gari 3 za M23 ambazo zilikuwa na wanajeshi ambao walikuwa wakielekea maeneo ya Nyatende na Nyangezi kwa ajili ya kuongeza nguvu kwa wenzio wa maeneo hilo kufika ndani ya kijiji cha Toyota maeneo Nyatende, walitekwa nyara na wazalendo na kuingia katika nyavu ya wazalendo hao. Gari hizo 3 zote ziliteketea kwa kurushwa gumbora na zote zikaungua. Wanajeshi wapatao zaidi ya 17 wa ngambo ya M23 walipoteza maisha papo hapo. Majeruhi bila kuhesabu wanapatikana maeneo mbalimbali ya hospitali za Bukavu na Kivu Kaskazini mjini Goma. Maeneo ya Nyatende na huko Nyangezi, M23 walikosa nguvu zaidi hasa za kuelekea katika maeneo hayo. Kila siku kunapatikana vifo vya watu visivyoviziwa na wale wanaoviziwa. Katika duru za habari na kutoka katika asasi za mashirika kiraia wasema kwamba kuna vifo zaidi vya kuvizia ambavyo vinaendeshwa na hao waasi wa M23, jambo ambalo laendelea hasa kuleta wasiwasi kubwa miongoni mwa raia wa mji Bukavu. Raia wengi wa Fizi, Uvira, Mwenga walikuwa wakishutumu raia wa Bukavu ya kuwa wao walikuwa katika mstari wa mbele kwa ajili ya kukaribisha M23, jambo ambalo limekataliwa katukatu na mahanani pia na waandishi wa habari pamoja na asasi za kiraia. Mashirika ya kiraia kisema kwamba hali ilikuwa ngumu katika mji wa Bukavu na hilo ilibidi kuwasogelea na kukaribisha M23 kwa nafiki kwa ajili ya kufia maisha yao, kwani M23 walikuja na katika vita vile vya kuvizia raia waishio katika maeneo hiyo. Ijulisho ya kwamba mjini Bukavu hali ya wasiwasi yaendelea kuwa tete siku baada ya siku, huko wazalendo wakituma barua za rasharasha na kusema kwamba muda ni muda watafika katika mji wa Bukavu. Baadhi ya wazalendo ambao tumezungumza nao walisema kwamba wako tayari kwenye kufika Bukavu ikiwa katika manispaa ya Kadutu ndani ya tarafa la Ijwi. Eneo hilo lilikuwa tayari limekwisha kuvamiwa na wahasi wa M23, lakini maajabu ya asili litenda kazi. M23 walikimbia eneo hilo kupitia nyoka mkali ambaye litokea eneo hilo na kuanza kuuma kila jeshi wa M23, huko majeruhi wakiwa wengi wa M23 wakiumwa na nyoka huyo. Makamanda wa M23 waliamua kutoka katika tarafa la Ijwi na kuelekea maeneo mengine kwa ajili ya kuogopa ulozi huo wa nyoka ambao uliwakimbiza eneo hilo. Zingine za habari zimetueleza ya kuwa mwanzoni mwa wiki hii, Jumatatu, Jumanne na Jumatano, vita vikubwa vilishuhudiwa katika maeneo ya Walikale. Waliwasha moto mzito na kufukuza adui maeneo mengi. Wazalendo hasa katika maeneo ya Walikale wanashikilia eneo la Cité Berger huko Walikale, huko M23 ilikimbia mbio pamoja na vifaa vyao vya kijeshi kukamatwa mateka na kukimbilia eneo la hospitali kuu ya huko Walikale. Habari hizo kutoka Walikale zinaendelea kutujulisha kwamba hali ya wasiwasi si yenye kuridhisha, huko wazalendo waongezeka siku baada ya siku kwa ajili ya kuangalia namna gani ya kuvamia tena M23 katika eneo hilo alilokimbilia pembezoni tu mwa hospitali kuu ya Walikale. Habari hizo zilieleza kwamba shabaha kuu ya M23 kukimbia pembezoni na hospitali ya Walikale na kusema kwamba wanania wote kujiingiza katika hospitali kuu hiyo ya Walikale ili wajifanye kuwa wagonjwa na kulala katika vitanda vya hospitalini na kuanza kutunzwa namna ya kukimbia mzalendo. Nikiripoti kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Elocho Lobwela, Tanganyika FM, DRC. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe.
Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.